Shukran. Assalamu alaikum. Taarifa kwa vyombo vya habari. Vurugu za kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wanahabari, Tanzania imekumbwa na mgogoro wa kisiasa tangu siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025 na baada kwa masiku kadhaa, hali iliyopelekea vifo na uharibifu wa mali na miundombinu. Kufuatia kadhia hiyo, sisi Hizbut Tahrir tunapenda kueleza yafuatayo. Kama ambavyo tunasema mara zote kwamba demokrasia ambayo ni nidhamu ya kisiasa ya kibepari pamoja na utaratibu wake wa vyama vingi ililetwa na wa magharibi wa koloni kwa maslahi yao wenyewe, si kwa matakwa, maslahi wala maendeleo ya nchi zetu kama inavyodhaniwa na wengi, kiasi cha baadhi ya watu kuchanganyikiwa kwa matumaini hewa, wakipoteza muda mwingi, rasilimali na hata kupoteza maisha kwa kutarajia mabadiliko. Mfumo huu wa demokrasia ya vyama vingi uliletwa na wakoloni kwa hila na udanganyifu ili kuwabadilishia watu sura ya mtawala. Kwa sababu wakoloni waligundua kwamba watu wamechoshwa na kulikuwa na kiasi kikubwa cha malalamiko kutokana na ukatili wa mfumo wa chama kimoja ulioletwa na kulindwa na hao wakoloni wa magharibi baada ya kutupatia uhuru bandia wa bendera. Kwa mfumo huo wa vyama vingi wa magharibi pia wanalenga kuwahadaa wananchi kwamba na wao hao wananchi wanafanya maamuzi, jambo ambalo si kweli, kwa sababu hata Marekani raia hawachagui rais wao kwa njia ya moja kwa moja. Kwa hivyo, sera hii ya vyama vingi ililetwa kama mbinu nyingine ya kuupa nguvu ukoloni mamboleo baada ya ukoloni mkongwe na uhuru wa bandia, ili kuwaondosha watu kufikiri kwa usahihi dhidi ya mfumo mzima wa kibepari. Ikawa sasa badala ya watu kupambana kuung'oa mfumo muovu wa kibepari uliotamalaki na kunyonya ulimwenguni kote, hususan nchi changa, watu wakabaki wanatumia nguvu zao zote katika suluhisho la uongo la kubadilisha sura za watawala, ilhali tatizo msingi ambalo ni mfumo mzima wa kibepari lipo pale pale. Bila ya kusahau kuwa uchaguzi huo wa vyama vingi pia ni mkakati wa wakoloni wa kurefusha uhai wa mfumo wao wa kibepari, na wakavifanya vyama pinzani viwe silaha ya akiba dhidi ya watawala wa ulimwengu wa tatu. Pale vyama tawala wasipolinda vyema maslahi ya wakoloni, basi vyama pinzani vitapewa nguvu ya kumtoa madarakani mtawala. Lakini lao mtawala akilinda maslahi yao vizuri, vyama pinzani vitaendelea kubakia kama watazamaji tu. Pia ni wazi kwamba nchi za koloni za kimagharibi wamekuwa wakitumia sera ya vyama vingi na visingizio vingine kuchochea mizozo kwa raia, migawanyiko na vurugu, ili kwa ujanja kufanikisha kwa urahisi unyonyaji wao wa rasilimali za nchi changa. Mifano hai ni kama Sudani, Kongo, Yemen, Somalia na kadhalika. Ama kuhusiana na kuibuka hali ya kauli zenye kuashiria kuleta mgawanyiko, chokochoko na mchafuko kwa misingi ya kidini baina ya Waislamu na Wakristo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Kikristo na Kiislamu, jambo hilo ni matokeo ya fikra ya kikoloni ya wagawe watawale. Ikumbukwe, wakoloni kwa maksudi katika kuendeleza ubwana wao katika makoloni yao huacha kwa maksudi na huunda nyufa mbalimbali za migawanyiko kama ya kikabila, kimaeneo, kidini na kadhalika, ili kutumia nyufa hizo kwa wepesi pale inapohitajika kwa manufaa yao. Mwito kwa watu wote. Baada ya maelezo hayo, tungependa kutoa mwito huu kwa umma wote. Jambo la mwanzo, kila mmoja afahamu kuwa tatizo kubwa na msingi duniani leo ni mfumo mzima wa kibepari ambao umetamalaki kila mahala duniani, ukipewa nguvu na kusimamiwa na mataifa makubwa. Hivyo, kubadilisha sura ya mtawala kamwe hakubadilishi chochote zaidi ya kujichosha na kupoteza rasilimali. Nchi zote changa zinazotekeleza demokrasia ya vyama vingi bado rasilimali zao zinahodhiwa na mataifa ya magharibi, raia wao wanahangaika katika hali duni ya umaskini, na nchi zao bado zimebaki kuwa watumwa wa mataifa ya magharibi. Hivyo
Suluhisho la kweli sio kuwa na mfumo wa vyama vingi, bali ni kuung'oa mfumo mzima wa ubepari katika uso wa ardhi. 3 ama C, tunatahadharisha baadhi ya taasisi, wafuasi na viongozi wa dini katika Waislamu na Wakristo wasiingie katika mtego wa koloni wa kutumia mihemuko ya chokochoko na fitna za migogoro ya kidini kwa maslahi ya siasa za kidemokrasia. D, ilitarajiwa viongozi wa kidini, Waislamu na Wakristo, kwa kuwa wana miongozo ya dini zao, watuonyeshe masuluhisho ya kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa miongozo ya dini zao,